Yes, karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unatufuatilia hivi sasa. Funga Meza Junior nipo hapa kwa niaba ya tetesi za michezo ambazo zimeshika vichwa mbalimbali vya habari. Kubwa zaidi tunaenda kuangalia taarifa ambayo imekuwa ikimuhusu mlinzi wakati wa Dar es Salaam Young Africans na timu ya taifa ya Tanzania kwa maana ya Ibrahim Baka Abdullah. Miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora katika timu ya taifa ya Tanzania kule nchini Morocco katika michuano mikubwa ambayo sasa hivi inaendelea ya AFCON. Hii ni mara baada ya kuonesha kiwango bora mbele ya Super Eagles, timu ya taifa ya Nigeria, ubora mkubwa wa kumkaba mshambuliaji wa level ya dunia kwa maana ya Victor Osimhen. Mara baada ya kiwango bora, taarifa mbalimbali zikaanza kusambaa kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikimhusisha nyota huyo kujiunga na kikosi ambacho kinatoka katika ligi kuu soka nchini Uingereza na sio nyingine ni Fulham. Tutakwenda kuangalia kiunaga ubaga. Je, kuna huo uwezekano wa Ibrahim Baka kujiunga na timu kama Fulham ambayo inatoka katika ama inacheza ligi kubwa barani Ulaya kwa maana ligi kuu nchini Uingereza. Sasa yes, mara baada ya kuona hiyo taarifa nikasema ngoja nije hapa nije kujaribu kuchambua japokuwa kwa ufupi, wewe ambao unatufuatilia hivi sasa uweze kutambua, je, kuna ugumu kiasi gani ama kuna urahisi kiasi gani kwa Ibrahim Baka kujiunga na kikosi cha Fulham. Sasa kwa kuanza kabisa, miongoni mwa changamoto ambayo wenda Baka akakutana nayo akitaka kujiunga na kikosi hiko cha Fulham moja kwa moja, unaweza kusema ni work permit, lakini kwa taifa la Uingereza wenyewe wanatumia GBE kwa maana ya government board endorsement. Sasa hizi endorsement ni miongoni mwa changamoto kubwa ambazo zimekuwa zikiwaangusha wachezaji wengi kujiunga na timu ambazo zinashiriki ligi kuu soka nchini Uingereza moja kwa moja wakitoka katika mataifa ambayo sio makubwa kisoka, kwa maana CV yake bado haijajitanabaisha katika ulimwengu wa soka. Kwa hiyo hii government body endorsement miongoni mwa vikwazo vikubwa ambavyo vinawakwamisha wengi, kwa sababu hapa watakwenda kuangalia pointi. Yes, watakwenda kuangalia pointi na pointi zisiwe chini ya 15. Kwa hiyo unapaswa kuzipata pointi kuanzia 15. Sasa hizi pointi zinapatikana vipi? Watakwenda kuangalia taifa lako lipo katika nafasi ya ngapi, na hiyo nafasi inaweza kusaidia wewe uweze kupata pointi. Lakini ukiwa kwenye taifa ambalo lipo kwenye rank zile za FIFA kwa ubora, ikiwa kuanzia 100 kushuka chini, kwa maana 100, 101, 102 na kushuka chini, mchezaji huyo hawezi kuwa na hizo pointi ambazo zinatakiwa ili uweze kujiunga na ligi kuu soka nchini Uingereza. Lakini pia wataangalia ligi ambayo unatoka ni ligi ya design hipi. Hasa ukiangalia ligi hapa nchini Afrika kwa maana ya ligi kuu soka Tanzania bado ni ligi changa, japokuwa inaonekana ligi nambari 5 kwa ubora barani Afrika, lakini kwenye level za kidunia bado inaonekana ni ligi dhaifu ambayo kimsingi hawezi kutoka mchezaji moja kwa moja na kwenda kujiunga kwenye timu ambayo inashiriki ligi kuu soka nchini Uingereza kwa sheria ambazo zimeweka. Hii ni kutokana na ubora na standard ambayo wanaamini wenyewe wako nayo. Sio kila mchezaji ana nafasi ya kwenda kucheza ligi kuu soka nchini Uingereza. Kwa hiyo mpaka hapo utagundua kwamba Ibrahim Baka anakosa hizo sifa za yeye kwenda kujiunga na timu ambayo inashiriki ligi kuu soka nchini Uingereza. Lakini kigezo kingine watakaangalia ni dakika ambazo umecheza. Pia watajaribu kuangalia dakika ambazo umecheza ukiwa na timu yako kwa maana ya klabu yako pamoja timu ya taifa. Pia hapa kuna pointi ambazo zinakusanywa, lakini bado still haziwezi kutosha ili uweze kuqualify kufika kuweza kujiunga na timu ya taifa kwa namna ambavyo Baka mpaka sasa hivi pointi ambazo anaweza akawa nazo. Lakini pia wataangalia mashindano ya kimataifa. Katika mashindano ya kimataifa hapa Ibrahim Baka anaweza akapata kitu, kwa sababu kigezo cha kwanza lazima wanaangalia
ushiriki wao katika michuano ya kimataifa, kwa maana kwa ngazi ya klabu na ngazi ya timu ya taifa. Kwa ngazi ya klabu na timu ya taifa katika mashindano ya kimataifa kwa maana ya Champions League ama Confederation, lakini pia watakuja kwenye AFCON huku wataangalia, mara nyingi wanaangalia michuano miwili, kwa maana ukiwa ndani ya bara la Afrika wataangalia katika ngazi ya vilabu umefika katika hatua zipi katika CAF Champions League, lakini kwenye timu ya taifa wataangalia AFCON, timu yako ya taifa imefika katika nafasi zipi. Sasa nafasi ambayo at least wanaweza kufikiria ni kuanzia hatua ya robo finali. Kwa hiyo ukimwangalia Ibrahim Baka tayari katika ligi ya mabingwa kwa maana ya CAF Champions League amefanikiwa kucheza mpaka katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo utagundua kwamba ni mchezaji ambaye hapo kidogo anaweza akapata afueni, kwa maana ameshacheza robo finali akiwa na kikosi chake cha Dar es Salaam Young Africans. Lakini ikija kwenye timu ya taifa itamwangusha, kwa sababu timu ya taifa haijawahi kwenye michuano ya AFCON kutoka katika hatua ya makundi kwenda katika hatua ya katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo utagundua kwamba hapo anaweza kukutana na changamoto. Mpaka hapo unagundua kwamba Ibrahim Baka bado ana changamoto kubwa ya yeye kutoka moja kwa moja kujiunga na timu ambayo inashiriki ligi kuu soka nchini Uingereza. Lakini tuendelee kuangalia pia, wataenda kuangalia umri wa mchezaji, kwa sababu wenzetu wanaangalia zaidi umri wa mchezaji, wasajili mchezaji tu kwa sababu ana ubora na nini, wanakwenda kuangalia mchezaji, je, huyu mchezaji ana umri gani? Ukiangalia Baka, yes, umri wake unaruhusu, lakini ukija ukiangalia sasa, kuna baadhi ya vigezo vinaweza vikamkwamisha, kama nilivyozungumza hizo pointi ambazo yuko nazo zinaweza kumfanya, kwa maana ya endorsement ambazo zinaweza zikamfanya kujiunga na ligi kuu soka nchini Uingereza. Lakini ukiacha hivyo watakwenda kuangalia vitu kama ili uweze kujiunga sasa, kama unatoka katika mataifa haya ambayo bado hayajakuwa kisoka, lazima uzunguke, upite njia ya mzunguko, kwa maana hauwezi kutoka moja kwa moja kana kucheza ligi kuu soka nchini Uingereza. Lazima upite katika mataifa mengine ya kawaida ambayo pia yapo katika bara la Ulaya. Mfano, unaweza kaenda kule Ubelgiji ukacheza ligi ya Ubelgiji, yes, ama ukaenda Australia ukacheza. Hapo utaweza ukapata nafasi ya wewe kwenda kujiunga na ligi kuu soka nchini Uingereza. Lakini ukiacha hivyo, ikumbuke hata Bwana Ali Samata kipindi ambacho anakwenda kujiunga na Aston Villa pale nchini Uingereza, alipita njia hiyo ya mzunguko, kwa maana alianza TP Mazembe, akaenda pale Genki, mara baada ya Genki ndo akaenda akajiunga na kikosi cha Aston Villa. Kwa hiyo ili Ibrahim Baka Abdullah aweze kupata nafasi ya moja kwa moja kwenda kucheza ligi kuu soka nchini Uingereza, lazima hazunguke, apite njia ya mzunguko, maana hawezi kwenda direct kutoka kwenye kikosi cha Young Africans akaenda akajiunga na taifa kubwa kimpira kama taifa la Uingereza. Kwa hiyo kwa nini nimejaribu kukupa baadhi tu ya vigezo ambavyo anapaswa mchezaji kuwa navyo ili aweze kujiunga na taifa la Uingereza, kwa sababu nimeona watu wengi wamekuwa wakipotoshwa ya kwamba Ibrahim Baka anakwenda kujiunga na kikosi cha Fulham. Sasa kwa namna ambavyo nimejaribu kukupitisha, nadhani umepata kitu na umepata uelewa kidogo kuhusiana swala zima. Ili uweze mchezaji kujiunga na taifa kama la Uingereza, lazima utoke katika ligi ambayo yenye ubora mkubwa, pia taifa lako liwe linafanya vizuri, lakini pia kwenye rank za FIFA lisiwe taifa ambalo lipo chini kabisa, kwa maana labda namba 100 na kadhalika na kushuka chini. Hiyo nafasi yako itakuwa ni hafifu ya wewe kujiunga. Otherwise lazima upite katika njia ya mzunguko, sio moja kwa moja ukajiunge na ligi kuu soka nchini Uingereza. Yes, Funga Meza Juni hapa leo nimekupitisha kuenda kuangalia ama kuiangalia hii tetesi ambayo imekuwa ikiwachanganya watu wengi ya kwamba Ibrahim Baka anaweza kwenda kujiunga na kikosi cha Fulham
kutoka pale nchini Uingereza. Nadhani mara baada ya kukupitisha, nadhani umepata mwanga. Je, kwa namna ambavyo nimepita humu, unamuona Ibrahim Baka anakwenda kujiunga na kikosi cha Fulham kutoka pale nchini Uingereza, ama aendelee kuzunguka kwanza katika maeneo tofauti kabla ya kufika katika ligi kuu soka nchini Uingereza? Kikubwa ambacho naweza kukwambia ni kwamba Ibrahim Baka, kuna vilabu vingi vikubwa barani Afrika ambavyo tayari vimeonyesha nia ya kuhitaji saini yake. Yes, iko ambacho naweza kukuthibitishia kwamba tayari watu matimu kubwa barani Afrika zimeanza kumfuatilia Ibrahim Baka kuona namna gani ambavyo wanaweza wakapata saini yake. Hii ni mara baada ya kuonesha kiwango kizuri mbele ya Super Eagles. Hii naweza kuthibitisha. Lakini taarifa ya kwamba Ibrahim Baka anakwenda kujiunga na kikosi cha Fulham, hiyo ni uongo. Kwa hiyo ogopa matapeli, usipigwe. Ibrahim Baka hawezi kwenda kujiunga na kikosi cha Fulham moja kwa moja kwa sababu ya vigezo. Anakosa hivyo vigezo ambavyo vinaweza vikamfanya yeye akatoka hapa na kwenda kujiunga na kikosi cha Fulham kutoka pale nchini Uingereza. Mpaka kufikia hapa nahitimisha tetesi za michezo kutoka hapa Kasako Media. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii kama Kasako Media. Unaweza ukapata taarifa mbalimbali ambazo tumekuwa tukiziweka humo, burudani pia unakutana nazo. Kwa hiyo utaenjoy vitu vingi sana. Lakini pia tunakukaribisha wewe mfanyabiashara, tangaza nasi Kasako Media ili uwe miongoni mwa watu ambao wanafaidika na Kasako Media kwenye kukufanya na kukuinua kiuchumi katika nyanja hiyo ya kibiashara. Langu jina ni Funga Meza Junior. Unaweza pia kunifollow kupitia mitandao yangu pia ya kijamii kama Funga Meza Junior. Kuanzia sasa mpaka baadaye, bye bye. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.